Ni siku nyingine kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans ambapo wanashuka dimbani hii leo kupambana na Pamba Jiji, moja ya mechi ambayo tunafahamu haitakuwa rahisi kutokana na performance ambao wameweza kuionyesha Pamba Jiji ndani ya msimu huu. Moja ya mchezo ambao utakuwa na uwiano mzuri zaidi. Namna ambavyo Pamba wamekuwa kicheza kwenye uwanja wa nyumbani, unaona kabisa kwamba ni mechi ambayo haitakuwa rahisi. Sasa kabla sijakwenda kukuangazia kikosi, nikukumbushe hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans. Kwa upande wa golini kama kawaida yupo Abdultwalib Msheri. Abdultwalib Msheri tunafahamu huyu ndio kipa ambaye amekuwa akianza katika kikosi baada ya Djigui Diarra kufungiwa. Anapata nafasi kutokana na utulivu wake wa hali ya juu akiwa langoni, lakini pia uwezo wa kuokoa, lakini pia na kuhusiana vizuri na mabeki wake. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji mchezaji huyu kuwa mstari wa mwisho kabisa kwenye eneo la ulinzi, lakini pia kuongoza mabeki wake kwa usahihi zaidi. Lakini pia kwenye upande wa mabeki wa pembeni yupo Israeli Patrick Mwenda. Kwa upande wa Israeli Patrick Mwenda atakuwa anacheza beki ya pembeni kulia. Tunafahamu ubora wake wa hali ya juu, tunafahamu kasi yake, lakini pia kupiga crosses zenye ubora. Mpaka sasa hivi ana assist 4 ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji Israeli kupanda kwa ajili ya kusaidia mawinga, lakini pia kutengeneza mashambulizi kupitia kwenye eneo la pembeni. Kwenye eneo la beki ya pembeni kushoto yupo Mohamed Hussein Zimbo Diarra. Kwa upande wa Mohamed Hussein tunafahamu ni mmoja wa mabeki wenye uzoefu mkubwa, lakini pia crosses zake, lakini pia uzoefu wa mechi zote, ana stamina kweli kweli. Pale ambapo anakuwa uwanjani unaona kabisa kwamba kunakuwa na utulivu kwenye eneo la kushoto. Lakini pia kwenye mabeki wa katikati yupo Ibrahim Baka. Kwa upande wa Ibrahim Baka tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo wa kupambana, lakini pia majukumu yake makubwa itakuwa ni kuzuia mashambulizi ya moja kwa moja, lakini pia kupambana na washambuliaji wa Pamba kutokana na namna ambavyo amekuwa akitumia nguvu. Hivyo mwalimu atakuwa akimtegemea zaidi, haswa pia kutokana na maombo yao washambuliaji. Ni lazima pia kwenye eneo hilo asaidiane yeye pamoja na nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto, ambapo kwa upande wa Mwamnyeto tunafahamu ni moja ya beki ambaye amekuwa akionyesha uwezo wa hali ya juu. Position yake ni nzuri zaidi, lakini pia huyu ndiye kiongozi kwenye eneo la safi ya ulinzi. Ana uwezo kuanzisha mashambulizi kwa pasi ndefu, lakini pia kwenye eneo la viungo wakati. Kwanza chini yuko Duke Abuya. Kwa upande wa Abuya tunafahamu ni kiungo mwenye nguvu na uwezo wa kupora mipira. Majukumu yake makubwa itakuwa ni kukata mashambulizi ya wapinzani, lakini pia kulinda mabeki, wakati huo pia kusambaza mipira kwa wachezaji wa mbele. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtumia kama kiungo ambaye atakuwa akilinda zaidi mfumo wa klabu namna ambavyo wamekuwa wakicheza mara zote. Mudathiri haya atacheza kwenye eneo hilo akisaidiana na Duke Abuya. Kwa upande wa Mudathiri tunafahamu ni kiungo ambaye amekuwa na uwezo mzuri wa kushambulia, lakini pia kupiga mashuti, lakini pia kujiunga kwenye mashambulizi, lakini pia na uwezo wa kuingia ndani ya box bila kutarajia. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtumia kama mchezaji ambaye atakuwa akikaa kwenye nafasi ambayo itakuwa ni salama zaidi kwa upande wa klabu. Lakini pia kwenye eneo la kiungo mshambuliaji yupo Pacome Zouzoua. Kwa upande wa Pacome tunafahamu huyu ndiye mbunifu. Yani tunasema kwamba pasi za mwisho yeye ndiye ambaye atakuwa anatumika zaidi kuweza kuzipiga, lakini pia uwezo wa kumiliki mpira kwenye maeneo magumu. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi kuunganisha viungo na washambuliaji, lakini pia kutengeneza nafasi za mabao. Ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo wa kudhibiti kasi ya mchezo, lakini pia kwenye eneo la wingi ya pembeni kulia yupo Max Nzengeli. Kwa upande wa Max tunafahamu ni winga mwenye kasi na uwezo mkubwa. Kwa upande wa kocha atakuwa akimtumia zaidi kutokana na kuvunja eneo la ulinzi, lakini pia kupiga crossi, lakini pia kuvuruga mabeki wa pembeni. Wakati huo pia kwenye eneo la kushoto atacheza Alan Okello. Kwa upande wa Okello tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na kipaji kikubwa, ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo wa dribble vizuri, uwezo wa kupiga pasi. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtaka zaidi kuingia ndani kwa ajili ya kutengeneza nafasi kulingana na aina ya mfumo. Lakini pia Prince Mpumelelo Dube anarejea ndani ya kikosi. Dube baada ya majeraha ya muda mrefu hatimaye tayari alianza mazoezi, ilikuwa inasubiriwa tu ni kuingia moja kwa moja ndani ya kikosi. Kwa upande wa Prince Dube anarejea. Yanga sasa watakuwa na mshambuliaji kwenye eneo la mbele kutokana na kile ambacho amekuwa anakitoa. Ndani ya msimu huu ana mabao 6. Ni moja ya mchezaji ambaye amekuwa ni sahihi zaidi ndani ya kikosi kulingana na namna ambavyo atakuwa